mambo yote ya section. Mambo yote ya section yanayohusiana na hili swala la alafu nimeona kwenye grupu kule ni kama alikuwa tawi gani sijui. Ni tawi la Mabwepande. Ile kanisani na Abudu Pande. Sawa kanisa la Mabwepande, TG Mabwepande. Okay, sawa. Ngoja tumsikie. Ndio simu inaita naona. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Amina sana, hongera kwa majukumu yako. Asante sana wewe. Amen. Unaongea na mimi, naitwa Jackson Emmanuel Kabigigi ambaye ni katibu wa DMS, lakini pia kwenye kongamano hili nasimama kwenye kitengo cha media katika kuwezesha kongamano hili kuweza kusikilizwa na kutangazwa na kuhamasisha ili watumishi wa Mungu tuweze kuhudhuria kwa uzuri. Amen. Katibu, watu wapo wanakusikia hapa. Ningetamani kwanza ujitambulishe, wewe ni nani kwenye section yetu, unafanya kazi kama nani, na pengine moja kwa moja uweze kuzungumza machache kuhusiana na kongamano letu la tarehe 10 mpaka 12 mwezi wa 6. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante kwa majina yangu, naitwa Abdullah Mzadisi na Baguzi. Ni katibu wa section yetu ya Mabwepande, lakini pia naabudu kanisa la Kanani Christian Center Mabwepande ya Ministry of Africa. Nashukuru pia kwa hii kwa pamoja kwa kufanya mahojiano, lakini pia kusema kwamba pia ni karibu kwamba ni katibu wa section yetu ya Mabwepande. Lakini kuhusiana na kongamano kama mnapoona kwa matangazo mbalimbali, pia tumeazimia kuwa na kongamano kubwa la vijana ambalo litaweza kufanyika tarehe 10 mwezi wa 6. Kongamano itakuwa ni kongamano la siku 3 ambao tarehe 10 na moja mpaka tarehe 12 itafanyika hapo Calvary. Kwa kongamano hili tutajifunza mambo mbalimbali kuhusiana na vijana. Tutakuwa tuna masomo mbalimbali ambao vijana watakwenda kujifunza kwenye kongamano hilo. Masomo ambayo watakwenda kujifunza siku hiyo ni ijue CS pamoja na uongozi, lakini pia tutakwenda kujifunza masomo kuhusiana na mahusiano, lakini pia tutakwenda kujifunza somo pia la watoto wa vijana kutoka kongamano waweze kuamka katika njia mbalimbali na kuweza kutumikia Mungu. Amen. Umezungumza mambo takriban 4 hapo, na hasa vijana juu ya kuijua CS. Pengine kwa nini vijana kuijua CS? Kila CS mtu lazima aweze kuijua CS, na kijana yupo kwenye idara lakini hajajua sababu yupo kwenye ile idara ya vijana. Kwa hivyo kwa sababu kwenye idara ya vijana kuna umri wao kuanzia mwaka kujiunga pia na kikomo kwa sababu ni miaka 40 ndio kuweza kujiunga kwenye kijana. Kwa hivyo vijana pia kuweza kujua CS, kuna umuhimu wa kuweza kujifunza mambo mbalimbali kama kijana kwenye hizi idara za vijana inamsaidia kuweza kujifunza mambo mengi ya Mungu na kuweza kuwa karibu na Mungu na na wale ambao yamkini asipokuwa kwenye idara ya CS huenda kuna vitu anaweza kujifunza nje ya CS, lakini kama yupo ndani ya idara ya CS kuna vitu vya kiroho na jinsi kuweza kumtumikia Mungu kama kijana. Amen, mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo kijana ambaye anajiita ni CS atapata faida ya kujua tunaposema CS tunamaanisha ni umri unaoanzia upi mpaka upi, na ukiwa ndani ya CS unatumika kama nani, una majukumu kama yapi, CS ina maono yapi, kauli mbiu zake na kadhalika. Si ndivyo katibu wake? Ndio maana tafsiri ya CS maana hiyo ni kifupi, lakini kirefu cha CS ni Kristo ambassador. Kwamba ni balozi wa nani? Balozi wa Kristo. Kama kijana ni balozi wa Yesu. Kwa hiyo tunapokuwa kijana anapojua kama ni balozi
wa Yesu, kuna vitu alapia atajifunza kama vile Yesu anavyotaka tuweze kuishi kama mabalozi wake. Amen. Katibu, nisikupotezee muda sana, labda nikuulize tu, siku 3 hizi za uamsho wa vijana wa section ya Mabwepande, ni kijana wa aina gani ambaye ajiandae kwa ajili ya kuja kushiriki kwenye kongamano hili? Naweza nikasema vijana kuanzia umri wa miaka 18 na kuendelea mpaka 45 ndio vijana. Kwa kama mpaka 40 pia wanaweza pia kuweza kushiriki kwenye kongamano, lakini pia ndio vijana hata pia kwenye kama somo la uamsho pia halihitaji vijana, hata pia wengine pia wanaweza kushiriki pia. Amen. Sasa labda mimi nina rafiki yangu ambaye yuko mbali, lakini huyu rafiki ni kiukweli ni mlevi barabarani, yeye tu ni ana fujo nyingi sana, hajamjua Mungu. Naruhusiwa kuja naye mtumishi wa Mungu? Mungu anaruhusiwa kwa sababu kongamano hili hatujachagua kuhusiana na mtu gani ili aweze kufika. Kwa mtu yeyote pia anaweza kufika kwenye hili kongamano kwa ajili ya kujifunza. Kwa hiyo pia huyo pia anaweza akakaribia au kaja naye kwa ajili aweze kujifunza. Amen. Mtumishi wa Mungu, tumalize. Unaweza ukamaliza pengine kwa kumwambia nini huyu anayekusikiliza sasa kwa ajili ya tamasha hilo? Maneno machache sana. Na niseme tu hii siku ya kongamano, yaani kila mtu natamani aweze kufika na kila mtu apate kila matangazo mbalimbali aweze kuwepo, kwamba sio bila kukosa, maana siku 3 ni siku nyingi, lakini pia kuna kitu atakayofika ataweza kujifunza kwenye hili kongamano. Kwa hiyo asikose hata siku moja kwa ajili ya hili kongamano kuweza kuhudhuria. Atatoka na kama alipokuja hawezi kutoka vile kama alipokuja, kuna kitu pia itamjenga katika maisha yake. Amen. Mtumishi wa Mungu katibu, Mungu akubariki sana. Niko na katibu wangu wa mahali hapa Bob Calvary Temple, naye ana neno la kuzungumza na wewe. Mtumishi wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Amina. Mtumishi, nimekuwa nikiona kwenye grupu ziara zinaendelea kufanyika mpaka sasa hivi, na nataka kujua kwamba ni matawi mangapi tayari mmeshatembelea na ratiba ikoje kuyatembea matawi yaliyobaki, na vipi mwamko wa vijana kule ambako mmefanikiwa kufika? Kwa matawi yetu kuna matawi 11, lakini ambayo ni matawi 10. Lakini mpaka sasa hivi kwenye matawi 10, matawi ambayo bado hatujatembelea ndio hayazidi zaidi ya matawi 4. Ndio. Lakini pia kulingana na mwitikio wa vijana, mwitikio uko mzuri. Ndio. Na vijana wanatamani kuweza kujifunza zaidi kwenye hilo kongamano. Tunamshukuru pia kwa hiyo mwitikio kwa baadhi ya matawi unatia moyo na unaonyesha kwamba bado tunaendelea kuweza watu waweze kuwa na mwitikio zaidi kwenye hilo kongamano letu. Sawa. Vipi kwa upande wa michango ya uwezeshaji wa tukio rasmi? Mpaka sasa hivi mwenendo ukoje huko kwenye upande wa michango? Kwa upande wa michango, wengi wanahisi kwamba watatoa. Ndio. Lakini wenyewe wanasema kwamba kimya inakuwa na kishindo. Ndio. Kwa hiyo tunaamini kwamba ukimya huu utaweza kuleta matokeo. Ndio. Lakini bado tunaendelea kuhamasisha. Sawa. Nashukuru sana katibu.